Na mtazamaji, hujambo popote pale ulipo, karibu katika habari kutoka hapa Channel 10 Plus. Mimi ni Lulu Ali, lakini hapo baadaye tutakuja kujiunga na Esther Msebe katika upande wa michezo na burudani. Karibu tu sote. Rais wa Marekani Donald Trump amelionya kundi la Hamas kwamba litaangamizwa ikiwa litavunja makubaliano ya kusitisha vita, huku akisema atawapa Hamas nafasi ya kutekeleza mkataba wa kusitisha mapigano. Akizungumza na waandishi wa habari katika ikulu ya White House akiwa mwenyeji wa waziri mkuu wa Australia Anthony Albanese, Rais Trump ameeleza kuwa Hamas inafahamu wazi matokeo ya kuvunja makubaliano ya kusitisha mapigano. Onyo hilo linaashiria msimamo mkali wa Marekani dhidi ya ukiukaji wowote wa makubaliano, huku Marekani ikisisitiza dhamira ya kulinda amani katika eneo la Mashariki ya Kati. Naye makamu wa rais wa Marekani JD Vance ameelekea Israel mara tu baada ya kauli hiyo ya Trump, akiungana na wajumbe wawili wa ngazi ya juu wa Marekani baada ya kushuhudiwa vurugu mwishoni mwa wiki zilizotishia kuvunjika kwa mkataba huo wa kusitisha mapigano. Trump amekuwa na mchango mkubwa katika kufanikisha mkataba huo yapata wiki mbili zilizopita, ingawa kumekuwa na dalili za mara kwa mara za kuvunjika kwa mkataba wenyewe, huko Israel ikilaumu Hamas kwa kuchelewa kuikabidhi miili ya mateka waliokufa na kwa kuendeleza mashambulizi. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amewataka Watanzania kujitokeza kwa wingi kushiriki uchaguzi mkuu utakaofanyika Oktoba 29 mwaka 2025, huku akieleza kuwa vyombo vya usalama nchini vimejipanga kuhakikisha zoezi hilo linafanyika kwa amani na utulivu. Daktari Samia, ambaye pia ni mgombea wa nafasi ya urais kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi CCM, amesisitiza kuwa maandamano atakayokuwepo ni ya watu kupiga kura pekee na si mengineyo. Daktari Samia ametoa kauli hiyo hii leo Oktoba 21 mwaka 2025 alipokuwa kinadi sera zake katika viwanja vya Leaders Club kwa wakazi wa majimbo ya Kibamba, Ubungo, Kinondoni na Kawe jijini Dar es Salaam. Nataka niwaambie maandamano yatakayokuwepo ni ya watu kwenda vituoni kupiga kura. Hakuna maandamano mengine yatakuwepo hapa. Hakuna tishio la kiusalama litakalo kuwepo. Anayesema ni amiri jeshi mkuu wa nchi hii. Niwaombe ndugu zangu, twendeni mkapige kura. Samia Suluhu aliapa kuitumikia Tanzania, na ndicho ninachokifanya. Niliapa kuilinda nchi, na ndicho ninachokifanya. Niliapa kujenga utu wa Mtanzania na kuheshimisha utu wa Mtanzania, na ndicho ninachokifanya. Sina uchungu ndugu zangu, sina uchungu wa kubeba matusi yote yanayotolewa kwa sababu nafanya kazi hii. Sina uchungu hata kidogo, wala sijutii, wala sijutii. Mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia chama cha NRA Almas Kisabia amewataka wakazi wa mkoa wa Ruvuma kuepuka wanasiasa wanaoeneza propaganda kuwa hakuna uchaguzi mkuu utakaofanyika Oktoba 29 mwaka huu. Badala yake wametakiwa kujitokeza kwa wingi kupiga kura kwa lengo la kuwachagua viongozi wenye sifa ambao watakuwa na uwezo wa kusimamia na kulinda amani iliyopo. Ditanyoni kutoka Ruvuma anaarifu zaidi. Mgombea urais Bwana Kisabia ametoa wito huo wakati wa kunadi sera za chama chake katika viwanja vya soko kuu la Songea mjini, ambapo amesema iwapo Tanzania utampa kura za kutosha ifikapo Oktoba 29, atahakikisha anasimamia mazuri yote yaliyofanywa na awamu zote 6, ikiwemo kuboresha huduma za afya, elimu, maji, miundombinu ya barabara na kilimo. Yule ambaye hataki amani yetu, hata kama ni mweupe, mweusi, mfupi kama mimi, awe vyovyote, hawezi kuwa rafiki yetu. Sisi Tanzania kwanza, vyama baadaye. Tunataka amani ya Watanzania, tunataka Watanzania umoja wao ubaki, tudumishe muungano wetu ambao ni udugu wetu, tuhakikishe watu baada ya uchaguzi maisha yanaendelea, kwa sababu tunajua kuna watu hawapendi kuona nchi yetu inavuka hapa. Lengo lao ni kutaka kuona vurugu, na wallahi tunasema nchi yetu watu wamekomaa. Watakusikiliza kama redio, baada ya mwisho ukienda utaandamana wewe na mke wako na watoto wako, wala hawaendi. Watapiga kura ili kesho tupange viatu, miogo yetu na nyanya, tuendelee na maisha yetu. Katika hatua nyingine, mgombea urais wa NRA amesema serikali atakayoiunda itahakikisha inasimamia utawala wa kisheria ili kulinda maadili ya vijana wa Kitanzania. Sasa watoto wetu kama tukuwatengenezea sheria ya kulinda juu ya mambo ya ushoga, naomba niwaambieni, tutajikuta tuna taifa la watoto wenye kuhoji,
taifa la watoto jasiri, taifa la watoto wenye kutengeneza taifa lao. Tutakuwa na taifa la watu wasiokuwa na uwezo, tutakuwa na taifa la watu wa jinsia moja. Muda sio mrefu taifa hili litapotea kama hatukutengeneza sheria ya kuhakikisha ushoga na usagaji Tanzania unaondoka. Na hapa akatoa ahadi kwa jeshi la polisi Tanzania. Ni wanasiasa wenzetu wanaanza kupata mchecheto. Tunajua mchecheto, wasiwasi wa uchaguzi. Wanaanza kusema kwamba nitaibiwa kura. Unaibiwa kura na nani? Alafu anawazingizia watu ambao hata hawahusiki na wao kwa mujibu wa sheria za nchi ni Watanzania wapiga kura. Wanawalaumu jeshi la polisi, wanawalaumu vyombo vya nchi. Vyombo hivi, ndugu zangu, naomba niwaambie, tunaposema utii wa sheria ni pamoja na kutii vyombo hivi. Hii ndio serikali. Kutoka Ruvuma, Itanyoni, Channel 10. Kiongozi wa kihafidhina Sanae Takaichi amechaguliwa leo kwa waziri mkuu wa kwanza wa kike wa Japan kwa kura 237 katika bunge lenye viti 465. Chama cha Takaichi cha Liberal Democratic LDP ambacho kimeiongoza Japan kwa muda mrefu kimekubaliana kuunda serikali ya muungano na chama cha mrengo wa kulia cha Japan Innovation Party kijulikanacho kama Ishin. Takaichi aliyekuwa msaidizi wa waziri mkuu wa zamani wa Japan Shinzo Abe alimwenzi sana waziri mkuu wa zamani wa Uingereza Margaret Thatcher na anatarajiwa kurudi katika mtindo wa uongozi wa Abe wakati akijaribu kufufua uchumi unaokua kwa kasi ndogo na kupambana na ongezeko la bei za bidhaa. Huenda Takaichi pia akipeleka Japan katika siasa za mrengo wa kulia, hasa katika masuala ya uhamiaji na ulinzi, na kwa kiongozi wa hivi karibuni kabisa kulipeleka taifa lake katika mkondo huu ambao siasa za dunia zinahamia. Ushindi wake ni hatua muhimu katika nchi ambayo wanaume bado wana ushawishi mkubwa. Mkuu wa mkoa wa Manyara ambaye pia ndiye mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama mkoani hapo, Queen Sendiga, amekemea vikali mtu na kundi lolote la watu watakaojaribu kuingilia mchakato wa upigaji kura ifikapo Oktoba 29 mwaka huu, na kwamba mkoa umejidhatiti kuhakikisha unachukua hatua kali. Mwandishi wetu Ile Kimani kutoka Manyara anatueleza. Ni katika mkutano na waandishi wa habari kueleza hali ya maandalizi ya mkoa wa Manyara kuelekea uchaguzi wa Oktoba 29 mwaka huu, ambapo ametoa msisitizo kuwa hakutakuwa na muhali kwa kundi au mtu awaye yeyote atakayeashiria nia ovu kwenye uchaguzi huo. Natoa onyo kubwa na kali kabisa kwa kikundi chochote, kwa yeyote, narudia tena, awe amejishawishi mwenyewe ama ameshawishiwa, kupanga kwa makusudi ama kwa bahati mbaya, kwa namna yoyote kutia doa tarehe 29 ndani ya mkoa wa Manyara. Hatutokuacha salama na hatutokuvumilia. Kwa hiyo jipange tu, unaamua kufanya nini? Unakuja mtaani tukutane, ama unakwenda kupiga kura umalize uende ukapumzike nyumbani? Sisi kama mkoa na kamati yangu ya usalama mnayoiona hapa tumejipanga kimkakati kweli kweli, na mkoa wa Manyara ni wrong number. Kwa hiyo mtu asijaribu kupiga ama kubipu, hiyo simu yake inaweza kapokelewa vibaya. Kama serikali tuna wajibu wa kukemea mapema, kukemea tena, kukemea kweli kweli yoyote ama kundi lolote ambalo wanadhani watatumia tarehe 29 katika kutekeleza azma zao ovu. Sendiga pia ameomba viongozi wa dini kusisitiza waumini wao kutunza amani kabla na baada ya uchaguzi huu, kuepuka madhara ya uvunjifu wa amani na utulivu. Pia ningependa nitoe wito kwa makundi mbalimbali, viongozi wa dini, makundi mbalimbali yale muhimu, vijana, wanawake, wafanyabiashara, wote waweze kuhimizana: moja, kutekeleza takwa hili kubwa na la kikatiba; lakini mbili, kuhimizana kwenye kutuliza amani, kudumisha amani na utulivu katika mkoa wetu. Ni swala la muhimu sana, kwa sababu tutapomaliza uchaguzi tarehe 29, watoto wetu wanahitaji kurudi shule baada ya shule kufunguliwa, lakini zahanati, hospitali, vituo vya afya vinaendelea kupokea wagonjwa. Mkoa wa Manyara utapiga kura katika majimbo 7 ambapo wananchi wake watakuwa kati ya watakao kwenda kuamua viongozi watakaoamini katika kipindi cha miaka 5 ijayo. Kutoka mkoani Manyara, mimi ni Ile Kimani, Channel 10.
Na shukrani sana Elia Kimani kwa taarifa hiyo. Wanawake wa Chama cha Mapinduzi UWT wilaya Ilala, Dar es Salaam wamejitokeza kufanya usafi katika viwanja vya Kecha na baadhi ya barabara zilizopo kata Kinyerezi, jimbo la Segerea, ikiwa ni maandalizi ya kumpokea mgombea rais Daktari Samia Suluhu Hassan anayetaraji kufanya mkutano mkubwa wa kampeni kwenye viwanja hivyo hapo kesho Oktoba 22. Ahmad Nandonde ametuandalia taarifa hii. Ni akina mama wa UWT Ilala. Hapa wapo kwenye shughuli ya kufagia na kupiga deki tayari kwa mapokezi makubwa ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Uamuzi huu ni ishara ya upendo na mahaba makubwa alionayo kwa Dr. Samia, anayetajwa kuwa kiongozi mwenye mvuto mkubwa nchini, na kueleza namna wanavyoguswa na kazi kubwa anazofanya katika kuliletea taifa maendeleo, kama inavyoelezwa na Neema Kilusa, mwenyekiti wa UWT Ilala. Wamsikilize Daktari Samia Suluhu Hassan namna anavyoinadi vizuri sera na ilani ya Chama cha Mapinduzi. Sekta ya biashara pia Mama Samia ameendelea kufanya vizuri kwenye soko la Kariakoo pale, kama kila mmoja anavyojua soko lile lilipata janga la kuungua kwa moto, lakini Rais Samia ameenda kulirekebisha ile soko, lakini kuna baadhi ya eneo ambao ameongeza vizimba kwa ajili ya wajasiriamali wadogo wadogo wanaouza mboga mboga na bidhaa zingine. Pale imegharimu zaidi ya shilingi bilioni 28. Umati mnaoona hapa ni wanawake wa wilaya ya Ilala. Wanahamu. Yote haya ni hamasa kubwa ndani ya wilaya ya Ilala kwa ajili ya mapokezi ya mama yetu kipenzi Daktari Samia Suluhu Hassan. Tuwakaribishe wana CCM na vyama vyote wa Tanzania wote wenye mapenzi mema mgombea wetu kipenzi chetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Akina mama hao wamesema licha ya maandalizi ya kumpokea kiongozi huyo, lakini watahakikishwa na hamasisha wa Tanzania wengine kwenda kutiki ifikapo Oktoba 29 kwa amani na utulivu. Hatuna sababu yoyote ya kuacha kuja kumpokea mgombea wetu, pia hatuna sababu yoyote ya kuacha kwenda kumpa kula ya ndio siku ya tarehe 29 Oktoba. Ni wasii wanawake wote kwa tujitokeze kwa wingi sana, tukapige kura za ndio kwa wingi sana, tumpe dhamana tena, tumkopeshe imani Daktari Samia, naye atulipe mazuri zaidi ya haya. Kwa hiyo kitendo kilichofanyika leo, kufagia, kudeki, ni ishara ya upendo na mapenzi kwa rais wetu. Ahmad Nandonde, Channel 10, Dar es Salaam. Na mtazamaji, mara baada ya taarifa hii, na sasa tukapata mapumziko mafupi, tukirejea tunakuja kuendelea mbele zaidi katika upande wa habari za biashara.